hichi tunachokipata ni zaidi ya mafunzo kwetu. Niseme ni kama tunafundishwa maisha ya ujumla kwenye jamii. Toka nimejiunga na haya mafunzo ya Envirocare yamekuwa yakinijenga siku hadi siku. Tumefundishwa mambo mengi, tumefundishwa maadili ya kiongozi, namna gani kiongozi anatakiwa awe. Tumefundishwa pia namna study za kiongozi, namna ya kuwasilisha mawazo hayo kama kiongozi unatakiwa uwepo. Tumefundishwa pia communication skills, namna ya kuzungumza na watu au viongozi kwa viongozi. Pia tumefundishwa uwajibikaji, namna gani ukishakuwa kiongozi unaweza kuwajibika kwenye jamii au kwa wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo kimsingi naweza nikasema Envirocare imetufungua upana wa fikra kwa kiasi kikubwa sana. Na hivi vitu tulivyofundishwa hapa hatutaviacha hapa tu. Tutavichukua, tutakuwa tukiviishi siku hadi siku. Na pia nitachukua fursa hii kuhamasisha vijana kuendelea kupambana katika nafasi za uongozi. Naweza nikasema kwamba ni bahati kubwa mimi kuweza kuattend haya mafunzo au kuhudhuria mafunzo haya, kwa sababu pia nami ni mwanamke. Wakati mwingine kuna kipindi tulikuwa tunajua kwamba labda pengine uongozi ni kwa ajili ya wanaume, lakini kadri tunavyozidi kukua, kadri tunavyozidi kupata mafunzo kwenye mashirika binafsi mbalimbali, tunagundua kumbe kwa hata sisi tunaweza. Na mpaka sasa Watanzania wote ni mashahidi nini ambacho kinawezekana katika nyanja mbalimbali, kuanzia uongozi wa serikali za mitaa mpaka uongozi wa kitaifa. So ni nini ambacho nimejifunza? Nimejifunza juu ya kiongozi ni nani, lakini pia kiongozi anapaswa kufanya nini au anapaswa awe nani. Nimefanikiwa kugundua kwamba sifa mojawapo nzuri ya kiongozi bora ni kuwajibika. Na nikajifunza kumbe kuwajibika sio lazima niwe mbunge ndo nianze kuwajibika. Kumbe naweza kuwajibika kuanzia pale mtaani ninapoishi kwa ngazi ya serikali za mtaa, kitu ambacho vijana wengi hatuweki akilini wala hatujishughulishi nao. Natamani sana ni shauri viongozi kwamba kuwajibika kunaanza kwa ngazi ya familia, kunakuja kwa ngazi ya mtaa, kadri unavyozidi kupanda ngazi mpaka inafika ngazi ya kitaifa. Kwa toa wajibikaji, tuhakikishe kwamba tunatimiza wajibu ili kuweza kuhakikisha nchi yetu inakaa katika mazingira ambayo ni safi na ni salama kwa kila upande. Taasisi imeweza kutujengea uwezo mkubwa sana, hasa kwa vijana. Moja, kutupa ujasiri na ukomavu wa masuala mbalimbali ya uongozi. Kama tunavyojua, vijana wengi vinapotokea fursa kipindi cha uchaguzi kuelekea kwenye kushiriki uchaguzi, kwa maana kuwania nafasi mbalimbali za uongozi, vijana wengi wamekuwa kwenye kasumba ya kuto kujiamini na kuto kushiriki. Sababu kubwa iliyokuja kugundulika ni kwamba vijana hawana ABC juu ya masuala mazima ya uongozi. Sisi kama vijana kupitia shirika hili la Envirocare tumeweza kujifunza nini maana uongozi, sifa za uongozi. Hii tayari imeshatupelekea sisi kujiamini na kuwa tayari kwenda kuwa chachu ya kubadilisha mitazamo hasi iliyopo kwa vijana juu ya ushirikishwaji kwenye masuala ya uongozi kwa wanawake na wanaume. I've been here at Envirocare for a 2 days training, and I've learned a lot of things through this training, and the training concerned leadership, women and youth. From my own understanding, I've understood about leadership, I've understood about being accountable, I've understood about implementing what we are taught through leadership, and I've also understood a lot of things that we're supposed to go and practice in our society as we've been taught here. But I believe that after this training I'll be able to gain some knowledge that I'm going to put into practice into the community at the youth level, to make sure that some of the youth know what they're supposed to be accountable in, and they're supposed to understand the government and leadership at whole. So that is what I've learned from Envirocare, and I believe that I'll continue learning more and more through various trainings here at Envirocare.